mtazamaji, na tuanze katika kaunti ya Nakuru ambapo Wakenya wamevuka mwaka kwa shamra na vifijo usiku wa kuamkia leo. Tuvuke mjini Nakuru tupate taswira ilivyo siku hii ya kwanza ya mwaka mpya. Ruth Sarmoei Senge yuko kule na anatueleza hali ilivyo. Sarmoei, hebu tufahamishe, je, wana Nakuru wanasemaje kuhusiana na mwaka mpya wa 2026? Naam, Nick, kwa muda mchache tutasikiza kutoka kwa wakazi wa Nakuru watueleze matamanio yao ya mwaka huu, lakini hapa nilipo ni katikati mwa mji wa Nakuru ambapo kuna hafla ambayo huandaliwa kila mwaka kusherehekea familia ambazo zinaishi vijijini, yani street ama mjini, yani street children, na lengo kuu ni kuja tu kushiriki nao na kula mlo pamoja na wao, na wakati mwingine huwa wanaleta wale ambao wanawasaidia kuwapamba, kuosha nywele, kuwanyolea nywele wale ambao wamefuga nywele kushinda kiasi, na vile vile kuna wale ambao pia kina dada ambao wataweza kusukwa nywele. Kwa hivyo hii ni shughuli ambayo huwa inafanyika kila mwaka, na ukiangalia mijini hali imekuwa tulivu, kwa maana watu wengi walijumuika katika vituo tofauti, baadhi yao ikiwa ni vituo vya burudani na hata makanisani kuvuka mwaka huu wa 2026. Kwa hivyo acha tujiunge na mmoja ambaye anafanikisha shughuli hii aweze kutueleza ni mipango gani ambayo mmepanga hii leo. Utaanza kwa majina. Kwa majina ni Nancy Ndegwa, Mama Street, jina la kazi. Siku ya leo tumepanga kusherekea mwaka mpya pamoja na watoto randaranda, yani the street connected children ama street families. Kila mwaka kuanzia mwaka wa 2022 huwa tunawaandalia chakula, tunawanyoa, tunawafanyia grooming, we celebrate, tunakuja kusherekea mwaka mpya nao. Kwa hivyo leo tumekuja kusherekea mwaka mpya mtaani. Naam. Kumekuwa na changamoto ya idadi yao kuongezeka mara kila mwaka. Mwaka huu umeweza kushuhudia hali ikiwa vipi mwaka huu uliopita? Mwaka uliopita idadi inazidi ikiongezeka. Sijui jambo hilo shida liko wapi haswa, kwa sababu sana wakati shule zinaweza kufungwa, idadi ya watoto wa randaranda inaweza kuongezeka, kwa sababu kuna wale ambao wanakuja kujaribu maisha pale mtaani, na wanapokuja kutest hiyo maisha waone wanaweza kukaa kuduru, kuomba pesa na kufanya kadhalika, wanaweza kukaa mtaani. Kila mwaka tunafanya census mara 3 kwa mwaka, na tukiangalia idadi ya vijana the boy child inaongezeka kuliko ile ya wasichana, na hiyo ni kitu ambayo tunafaa kuangalia nyumbani ili tujue shida haswa iko wapi. Na kama mashirika ambayo mnahusika na watoto hao, ni hatua zipi ambazo umechukua ama mapendekezo zipi ambazo mmefanya na serikali kuhakikisha kwamba idadi hizi zinapunguzwa? Ya kwanza ni kujua idadi ya watoto wa randaranda katika barabarani, kufanya ile census. Tunapojua wako wangapi mtaani, tunarudi tunaanza sasa ku rescue. Unajua hao watoto walikuja mtaani kwa sababu tofauti gani, na wakati tunapojua kile kiliwaleta barabarani, tunachukua mtoto sana wa age ya ile umri mdogo 4 to 12 years, tunarekebisha, tunapeleka rehab, akireform tunapeleka shuleni, akireform kama ni ule wa TVET anaenda TVET, kama ni wa primary anaenda primary, kama ni wa kurudishwa nyumbani anafanywa reintegration. Tukimalizia, watoto wangapi ambao mmeweza kuwafanyia marekebisho na wakaweza kujisaidia maishani kwa ufupi? Katika organization yangu tumeweza kuwa na watoto wa idadi 47 tangia tulipoanza, na hao ni watoto ambao tumechukua sisi wenyewe tukapeleka rehab, wakamaliza na sasa wako shule na tuna support hadi saa hizi. Sawa, shukrani sana. Ni kwa ufupi tu acha tuzungumze na mmoja ambaye amenufaika na mpango huu wa kurekebisha watoto hao. Utaanza kwa majina na utuambie uliishi kwenye mitaa ama ulirandaranda kwa muda gani, na kwa sasa unafanya nini? Kwa majina naitwa Nicole Care. Nimeishi town kuanzia 2023, na kwa sasa Nancy alinisaidia, aliweza kunichukua akaweza kuniwezesha kuanzisha kazi. Sasa hizi niko na biashara na nakaa kwa nyumba.
Sawa sawa Nick, hao tu ni baadhi ya wale ambao wameweza kunufaika na mradi huu wa kusaidia baadhi ya familia ama watu hao ambao wanaishi mitaani wakirandaranda. Ni hayo tu kwa sasa, jinsi unavyoona wameanza kupatiwa chakula na ni kusherehekea tu mwaka mpya. Tutazidi kurusha macho mjini Nakuru na tutajuza watazamaji wetu mengi katika taarifa zetu za hapo baadaye. Nick. Asante sana Ruth Sarmoei Chesenge kutoka kaunti ya Nakuru. Bila shaka hatua nzuri pale wakati ambapo tunaanza mwaka mpya.